Yes, na sakata hili limekuwa la muda mrefu kweli kweli na limetrend sana kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Tumemsikia hapo Steven Mguto akizungumza kwa niaba ya bodi ya ligi, na kumbuka huyu ni kiongozi wa juu kabisa wa bodi ya ligi. Tumemsikia hapo akizungumza mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto. Pamoja na kuwa Yanga wamekosea, Simba wamekosea, lakini waliokosea zaidi ni bodi ya ligi pamoja na TFF kama wanashirikiana. Lakini anayeongoza ligi kwa maana ya mwenye dhamana ya kuongoza mashindano ni kuendesha mashindano ni bodi ya ligi. Kwa hiyo wao ndio watakuwa wamekosea zaidi. Kule kuahirisha tu mechi ndio mimi maoni yangu hapo wamekosea zaidi, kwa sababu kama Simba wamekosewa kwa kunyima kufanya mazoezi, je, ilikuwa inatosha kuahirisha mechi? Kama una shida, kama umefanywa kosa, ni kufanya tena kosa na wewe kulipiza, au ni kutafuta namna nzuri ya kutatua? Simba wangepeleka timu uwanjani hawashtaki Yanga, lakini ile barua inasema tunaahirisha game ili tufanye utafiti wa malalamiko ya Simba. Kwa nini game isifanyike alafu nyinyi mkaendelea kufanya uchunguzi? Baba J, naam, imeshatokea hivyo sasa. Ndio umesema waliokosea zaidi bodi ya ligi. Kwa hivi sasa tunavyozungumza, kulingana na hichi ambacho amekizungumza mwenyekiti wa bodi hiyo, unadhani nini kinapaswa kufanyika? Kwanza Mheshimiwa Mguto leo amekuwa mpole, na naona kama sauti yake inakwaruza. Hiyo inaonyesha kwamba yuko confidence yake iko chini. Level ya confidence tukimpima leo iko chini kabisa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba they are not sure with what they are doing. Unasema kasi wakija tutawapelekea sisi tumeamua nini? Hivi unawapelekea umeamua nini wakati kanuni zako mwenyewe zinasema ikiwa timu imezuiwa haijafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwa kuzuiwa na timu mwenyeji, au kwa kutokuwezeshwa na timu mwenyeji, kanuni inasema kwamba timu mwenyeji inaadhibiwa. Kwa nini hukwenda kucheza mechi alafu kamwadhibu ile timu mwenyeji? Alafu unasema utaijibu kasi, unaijibu kitu gani? Huo utumbo. Mimi nafikiri kwamba wametukosea sana. Tena akaja tena Karia akachafua zaidi. I think they are not serious. Hawako serious kabisa, na wanaturudisha sisi morali yetu, wanaturudisha sisi chini, sisi wa Tanzania ambao tumeongeza kwa siku za hivi karibuni tumeona morali ya kufuatilia michezo hasa mpira wa miguu iko juu. Sasa wanaturudisha morali, wanaturudisha chini na kutunyong'onyesha. Kuwepo ni kwenda kule kasi, si ndio? Sasa Steven Mguto yeye ni mwenyekiti wa bodi. Yeye amezungumza kuhusiana na sakata hivi jinsi lilivyo kwa hivi sasa, kwa sababu limekuwa ni sakata kubwa. Bwana Mguto leo amejitokeza na amezungumza juu ya jambo hili ambalo limekuwa ni zito sana, lakini kuhusiana na swala la Yanga kwenda kasi tutakuja pia kumsikiliza hapa. Huyu hapa Mguto. Ndio maana tunasumbuka, unaona tunakaa vikao hapa kwa sababu ya hizo. Kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja, ingekuwa rahisi. Lakini piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha. Lakini ni kutokana tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma, unaona. Sasa ni tatizo kubwa kurekebisha mambo sasa hivi, tatizo kubwa sana, unaona. Mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi, unaona. Sasa kuja kumrekebisha, yeye atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi najua hili sio, ni neno tu la kawaida. Uje ulirudishe itakuwa ngumu. Wewe unaposema kwamba Simba kagomea, tunataka tukuelimishe Simba kama aligomea au hakugomea. Pia tunataka tukuelimishe Yanga na haki ya kudai point 3 au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki kwa ina utaratibu wake. So hivi ni vitu
vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria, kanuni ipo kweli, lakini lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli, huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote. Hebu niambie, kama leo hivi nani hii unasema kwamba huyo labda zinaombeana hizi timu, mmoja ashushwe daraja, and then napata faida gani? Haya, huyo ni Steven Mguto akizungumza kuhusiana na swala hilo, lakini pia akasema bana, busara zinatakiwa zitumike. Lakini pia Steven Mguto yeye amesema kwamba CAS inawasiliana rasmi na TFF pamoja na bodi ya ligi ili kuthibitisha kupokea rufaa ya klabu ya Yanga, na Yanga inasisitiza kuwa haijaridhika na maamuzi ya ndani, hivyo imechukua hatua hiyo kutafuta haki kwenye chombo cha juu kabisa zaidi cha usuluhishi wa michezo duniani. Sasa mwenyekiti wa bodi pia Steven Mguto amesema tayari wamejibu barua ya Yanga na hawana mamlaka ya kuwazuia kwenda CAS, lakini kama wameenda CAS kwa kipindi hiki ambapo hawajasema kuwa hilo swala limeamriwa, kwamba limeamriwa vipi, klabu ya Yanga itakuwa ni kama bado wanatapatapa, kwa sababu wangetakiwa wasubiri maamuzi kwanza ya bodi ya ligi ndio wachukue maamuzi ya kwenda CAS. CAS kuizungumza tu, CAS ni rahisi, lakini CAS ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda CAS kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda CAS, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu, kama tutaitwa na CAS kwenda kujibu, na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda CAS sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Lakini labda wanaweza kuwa, kwa sababu hii timu tajiri, wanaweza kwenda CAS kiasi cha kwenda tu wagonge CAS kodi, tunauliza kuna jambo 1 2 3 utaratibu wake ni nini. Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi ndio halafu arudi tena CAS, sijui. Lakini sitaki kuamini kwamba wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa hili jambo linaweza likamalizwa hapa, labda upande mmoja uwe kichwa ngumu. Haya, naamini ni jambo laweza likamalizwa hapa, labda upande mmoja uwe kichwa ngumu, lakini kumbe bana, bodi ya ligi hawajatoa maamuzi yoyote kuhusu klabu ya Young Africans. Ndivyo ambavyo alivyozungumza Steven Mguto, na kusema kwamba wao wangetakiwa wasubiri kwanza maamuzi ya bodi ya ligi, wakiona hayastahili basi ndo waende CAS. Lakini labda Young Africans wanaenda CAS kujua taratibu za kesi yao, ili majibu yatakayotolewa na bodi ya ligi wakiona wakubaliani nayo wafungue kesi CAS. Ile barua ambayo tuliiona kwenye mitandao ya kijamii ikitoka Yanga Afrika, ikitoka bodi ya ligi kwenda Yanga Afrika. Sasa kulikuwa kuna taarifa kwamba bodi ya ligi wamewajibu Yanga Afrika. Kwa hiyo ndio bado. Hiyo bado wanakuambia hiyo. Ambapo tumeona kuna baadhi ya waandishi wa kiposti wameandika sio Yanga wameambiwa sio wafanye nini. Steven Mguto anakuambia yeye mwenyewe anashangaa hizo sio zinatoka wapi, kwa sababu bodi ya ligi hawajajibu chochote mpaka sasa hivi. Kwa sababu Yanga Afrika wangekuwa wamepata ile barua ya maamuzi ndio wangeenda CAS, lakini anashangaa wao wanaenda CAS wakati bado bodi ya ligi hawajatoa. Na Yanga je, kuna mahali ambao wameshaweka hadharani kwenye vyanzo vyao kwamba tumeenda CAS? Hakuna. Umeelewa bana? Akasema sasa hizi stories zinatoka wapi? Sasa story ambazo zinaibuliwa brother. Story zinazoibuliwa ndio hizo. Inawezekana bodi ya ligi kuna mtu ambaye alikuwa anatoa siri kwamba maamuzi ya bodi ya ligi yako hivi na hivi na hivi, lakini ile barua haijatoka. Na kuna mtu ndani ya Young Africa alitoa siri kwamba watu wamepeleka wamefungua kesi CAS. Lakini sasa Mguto anasema wanafunguaje kesi wakati bado hajapata maamuzi ya bodi ya ligi? Ndio alichokuwa anasema. Akasema labda wameenda CAS kujua kupeleka kuomba ushauri kwamba kule kuna 1 2 3 ili majibu ya bodi ya ligi atakapokuja basi wafungue kesi CAS. Akasema inawezekana ikawa hivyo. Umeelewa? Kwa kumbe kilichokuwa kinazungumzwa kote huko mitandaoni ni fake.
Kwa hiyo hata Yanga wao hakuna mahali popote ambapo wamedeclare kwamba wameenda kasi. Umeshasikia Young Africans wamesema wameenda kasi? Basi kwa mtindo huu game itachezwa hii. Kwa mtindo huu game itachezwa. Na hapa si mzee anasema kwamba